Yai moja linauzwa shilingi 500. Kifaranga kimoja kinauzwa shilingi 2000. Hasa nikinunua mayai 150 kwa shilingi 500 itakuwa ni 75,000. Kwa mayai 150 tuchukulie kwamba nusu yakiharibika katika process ya utotoleshaji yatabakia mayai 75. Mayai 75 ukizidisha kwa hii 500 utapata 37,500. Lakini kwa idadi hii ya 75 ya vifaranga 75 ukizidisha kwa 2000 ambayo ungenunulia dukani ingekuja 150, ambayo ni gharama kubwa sana ukilinganisha hii na hii, ambayo same pia ina apply kwa mayai 200 na kuendelea. Yaani idadi ina make sense kununua mayai na kujaribu kutotolesha. Hapo tuchukulie nusu yake yataharibika, ambayo ndio uwiano wake unakuwa kama hivi kwa kila column unavyoona hapo. Kwa 37,500 ungenunua kwa 1,500,000, 50,000 kwa 200,000. Lakini sehemu itakayo cost sehemu kubwa ni kwenye chanjo ya Marex. Sehemu nyingi ambazo wanauza vifaranga kwa hii shilingi 2,000 wanasema chanjo ya Marex wanakuwa washapatiwa, ambayo chanjo ya Marex inauzwa kama shilingi 60,000 kwa hapa Tanzania, ambayo dozi yake inaweza kuwapatia vifaranga 1,000. Kwa hiyo inakuwa kidogo changamoto mpaka ufikishe vifaranga 1,000 ndo uwapatie chanjo ili kuitumia vizuri. Unaweza ukatumia kwa idadi ya chini, lakini kwa kiasi fulani utakuwa unaingia hasara kwa sababu uitumii kwa dozi 1,000 kama inavyotakiwa. Anyway, ni hivyo tu kwamba kuelezea hii point ya kununua mayai na kutotolesha au kununua vifaranga ambavyo vishatotoleshwa. Karibuni, msisahau kulike na kusubscribe.